Huwezi kuniambia ya kwamba Mungu anafurahia wewe ukiteseka. Anayefurahia ukiteseka ni Shetani. Na lazima ujue ni kipi chakula cha Shetani, kipi kinampa harufu nzuri Shetani. Shetani anakula mateso. Yaani sisi tukiwa kwenye mateso, ye ndiyo chakula chake. Sisi tukigombana, ye ndiye furaha yake. Kwenye ndoa yenu mkipambana, yeye ndiye marashi yake. Watoto wakibakwa, ye ndiyo furaha yake. Dunia ikiwa kwenye uchungu kwa sababu ya vita, ndiyo furaha yake. Siku tukijua wote haya, tukamnyima chakula, anadhoofika. Tupendane bila kubaguana, kwa kuangalia makabila yetu, kwa kuangalia elimu zetu, kwa kuangalia dini zetu, kwa kuangalia madhehebu yetu. Wote tupendane, haijalishi tumetofautiana kimadhehebu, kidini, tukapendana kwa pamoja, wote tukapendana. Ukimwona yule, mumwona ndugu yako, mnafurahia, mnacheka, hapo mmemdhoofisha Shetani, hana chakula. Lakini mkianza kupambana, mmemlisha. Mkigongana kwenye ndoa zenu, kazi ni kupambana kwenye ndoa zenu, mmemlisha. Ndugu na ndugu wanagombana, mmemlisha. Pale kazini ni ugomvi, hakuna anayependana, ni majungu, mnamlisha Shetani. Kwa hiyo chagueni, mnamlisha nani? Mkitaka mumdhoofishe, pendaneni, acheni kubaguana. Mkishaanza kupendana katika stahili, tukubali tumeumbwa kwa tofauti. Nataka nikwambie, hakuna siku hata moja dunia yote watakuwa Wakatoliki, watakuwa Waluteri. Najua ndio mpango wa New World Order. Wanatamani dunia yote iwe na dini moja, sio mpango wa kimungu. Katika tofauti zetu kuna kupeana challenge na kukosoana. Tuembrace tofauti zetu ili tusaidiane kujifunza na kujua ukweli. Mungu atusaidie hapa.